In the name of Jesus, we thank God. Today is the first Sunday of the month of July, and we are glad to have this service coming to you through our Facebook page. We are also glad to bring you the good news that God has enabled us to launch our television program that will be reaching you through Tawala TV. Tawala TV is found in Pang Signal. In case it's not showing up in the television, you can search it through Pang Signal and you'll be able to get it. This is a local television that is reaching almost 5 counties. That is Mombasa County, Kilifi County, Kwale County, Eastern and part of Nairobi, and wherever you are, I believe you will be blessed through our program. Our program is coming by the name Touch of Grace and Temple of Grace. And therefore, we want to encourage you that is viewing us through Facebook. You can also have the privilege to join us in our television program that will be coming from 8 a.m. to 9 a.m. I want us to pray as we begin this service. Wherever you are, just close your eyes for a word of prayer. Father, in Jesus' name, we thank you for today, the grace you've given us to have this service through our Facebook page. I pray that you will speak to your people today. Lord, your word will come with the power to touch and to change our lives. Also, we want to thank you in advance, even for those people that will be viewing us through the television program that we are launching today from 8 a.m. to 9 a.m., that likewise you will bless them. We give you praise and glory. In Jesus' name do we pray and believe. Amen. I want to welcome the praise and worship team just to come and lead us shortly. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Basi nakaribisha kila mmoja wenu asubuhi ya leo katika ibada hii ya kwanza ambao ametupatia nafasi ya kusimama mbele zake na pia kuja katika nyumba yake asubuhi ya leo. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha nyote ili mkapate kuungama pamoja nasi tunapoenda kumtukuza Bwana, tunapoenda Bwana kumpatia Bwana sifa na utukufu, kwa sababu yeye ametutendea mema wiki mzima, ametulinda, ametuepusha na mambo mengi. Na kwa hivyo asubuhi ya leo tuna sababu ya kumtukuza Bwana na kumpatia sifa, kwa sababu anastahili na utukufu. Haleluya. Na basi nyinyi mlio manyumbani, nachukua pia nafasi hii kuwakaribisha nyote tunapoenda kumsifu Bwana, tunapoenda kumwabudu, kumpa ibada ya sawa. Ukaungame pamoja nasi tukapate kumshangilia Bwana, tukapate kumwabudu, ukajisikie uko mahali pasawa, kwa sababu Mungu anakupenda na Mungu anakujali sana. Na zaidi ya yote, usifikirie yale ambayo umepitia, usiwaze yale ambayo umeyaona. Mbele za Bwana hakuna jambo lililo ngumu, mambo yote inawezekana na Mungu atakubariki. Kwa hivyo tunapoenda kumsifu Bwana, kumuinua, ungama pamoja nasi na Mungu atakubariki. Sema amen. Amen. Na kwa hivyo nachukua nafasi kwa sababu ya kumtukuza Bwana, tukamsifu Bwana zote pamoja. Haleluya. 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 Weka mikono yako pamoja tunapomsifu Bwana. Haleluya. Pokea sifa na utukufu Jehova. Wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Haleluya. Wapi vigeregere, wapi vigeregere, shangwe.
waweza, Bwana wa mabwana, wewe waweza. Waweza, waweza, Bwana wa mabwana, wewe waweza. Waweza, waweza, Bwana wa mabwana, wewe waweza. Waweza, 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 Bwana wa mabwana, wewe waweza. wewe watosha, watosha, Bwana wa mabwana, wewe watosha. Watosha, 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 Bwana. Bwana wa mabwana, wewe watosha. Kimbilio, kimbilio, Bwana wa mabwana, we kimbilio. Kimbilio, kimbilio, Bwana wa mabwana, wewe kimbilio. Waweza, waweza, Bwana wa mabwana, wewe waweza. 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 Twakupenda, twakupenda, Bwana wa mabwana, si twakupenda. Kupenda, Haleluya. kupenda, Yesu Bwana. Bwana wa mabwana, wewe twakupenda. Twakupenda, twakupenda, Bwana wa mabwana, we twakupenda. Twakupenda, twakupenda, Sifa Bwana. Bwana wa mabwana, wewe twakupenda. Ngao yangu, ngao yangu, Bwana wa mabwana, we ni ngao yangu. Ngao yangu, ngao yangu, Bwana wa mabwana, wewe ngao yangu. Haleluya. Weka mikono pamoja, msifu Bwana. Ya sifa utukufu Yesu. Wewe ni ngao yetu Bwana. Twakuamini mfalme. Haleluya. Ya sifa na utukufu Yesu. Haleluya. Wapi vigelegele na shangwe? Haleluya. Pokea sifa Jehova. Twakupenda Bwana, maana wewe ni mweza yote Bwana. Wapi vigelegele, wapi vigelegele? Oh, Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, wa uzima wa milele. Oh, Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, Wapi wa makofi? uzima wa milele. Oh, tunamwinua, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, wa uzima wa milele. Anatupenda, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, wa uzima wa milele. Oh,
wako kwa Bwana. Haleluya. 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 Pokea sifa Bwana. Tunakuabudu Bwana wa majeshi Bwana. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe Bwana. Uweza na mamlaka ni yako, mfalme wa wafalme. Umejawa na neema Bwana, umejawa na fadhili Bwana. Tunakuabudu Bwana, yale umetenda Bwana katika maisha yetu Bwana, hatuwezi Bwana kuyahesabu yote Bwana. Umetenda mema mfalme. Haleluya, twakupenda Bwana. Tunakuabudu Bwana, tunakuabudu Bwana, tunakuabudu Bwana. Twakupa sifa Bwana. Inuliwa mfalme, Bwana wa mabwana, asubuhi ya leo. Utukufu na heshima Bwana ni zako Bwana. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Haleluya. Unaweza Baba, wewe ni Mungu. Tunakuabudu Bwana, hatuna Mungu kama wewe mfalme. Haleluya, wastahili sifa na utukufu. Twakuabudu Baba. Haleluya, walitukuza jina lako. Pokea sifa Jehova. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Haleluya, twakuinua Baba. Jehova, unaweza. Haleluya, nakupa sifa na utukufu. Pokea sifa mfalme. Haleluya Yesu. Haleluya, unaweza Bwana, unaweza Jehova. Tunakupenda Bwana, tunakuabudu Bwana, tunakiri kwamba unaweza Baba. Haleluya, unaweza Bwana, unaweza Baba. Tunakuabudu Bwana, tunakutukuza mfalme, tunakuinua Bwana, tunalitukuza jina lako Jehova. Haleluya, mabudu Bwana, mabudu Bwana, mabudu Bwana, mabudu Bwana wa falme. Mpe Bwana ibada ya sifa mfalme takatifu. Haleluya, haleluya. Uweponi mwako Bwana, hapo ndipo mahali Bwana tunaweza kusimama Bwana, tunakuabudu Bwana, sifa na utukufu Bwana kwako. Haleluya Yesu, haleluya mfalme, haleluya simba wa Yuda. Wastahili Bwana, wastahili mfalme wa wafalme. Heshima na mamlaka ni zako mfalme wa wafalme. Unaweza Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana weponi mwako
Bwana, hapo ndipo mahali ambapo Mfalme twaweza kuinua mikono yetu, tunaweza kupasa sauti zetu Bwana kwako Mfalme Bwana, na kusema ya kwamba Bwana unaweza Mfalme. Haleluya Yesu, uwepo wako umejaa katika nyumba hii Bwana, ukuu wako Bwana uko katika nyumba hii Bwana. Tuseme nini Mfalme? Twamimina mioyo yetu mbele zako Bwana. Haleluya, haleluya Yesu. Well, we thank God for the powerful praise and worship. I believe that right now you are ready to hear the word of God. Please get your Bible wherever it is. Make sure you have a notebook and a pen, because faith comes by hearing, and hearing the word of God. And it's important for you to write the important things that God is speaking to you for the sake of reviewing, so that you can be firm in your faith walk. This day we are privileged once again to have our pastor whom we love, and I just want to take this opportunity to bring the man of God, Reverend Joseph Maweu, to come and share the word. Welcome, man of God. I want to take this opportunity to welcome each one of you, Kipenda chukua fursa hii nikaribishe kila mmoja wenu, even those who are watching at us around the world, hata wale wanatazama katika dunia nzima, that you may join us in this service. ili ukapate kuwa nasi katika ibada hii. This is a new norm, Hii ndio njia ya and I kawaida. believe this new technology will help us to reach the whole of the world. Mimi ya kwamba teknolojia mpya itatusaidia kufikia dunia I nzima. don't know how it was to be if this new technology was not there. Sijui ingekuwaje kama teknolojia hii mpya haingekuweko. But because God is so knowing, Lakini kwa sababu Mungu anajua He yote, knew even before it has happened. alijua hata kabla haijatokea. And He created means for the gospel to spread all over the world. Na akatoa njia kwa injili ienee dunia nzima. Because this the gospel of the kingdom shall be preached in all the world Kwa sababu injili itahubiriwa katika dunia nzima, as a witness to all nations iwe ushuhuda kwa mataifa yote before the end comes. kabla ya mwisho kuja. So it is a new norm, and we are going to reach the world in a new way. Kwa hivyo ndio kawaida saa hii, tutafikia dunia katika njia mpya. So I welcome you, Kwa hivyo ninawakaribisha. and just take yourself as if you are in the service. Kwa hivyo jichukue mwenyewe kama uko katika ibada. And please, you can share this message with your friends. Na tafadhali unaweza shirikisha marafiki zako ujumbe huu. Now, today I want us to open the book of Matthew chapter number 28. Leo ningependa tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Mathayo sura 28. You see, we, Temple of Grace, Naona sisi Hekalu la Neema we believe in great commandments tunaamini katika amri kuu and a great commission na utume mkuu will grow great church. utakuza kanisa kuu. I will repeat it again. Nitarudia tena. We believe in great commandments Tunaamini katika amri kuu and a great commission na utume mkuu will grow great church. utakuza kanisa kuu. It is not talking about a church which is in four corners. Haiongei kanisa ambayo iko katika pembe nne. So let us read from verse 16. Tunaweza tukaanza mstari wa 16. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaangiza Yesu. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Nao walipomwona walimsujia, lakini baadhi yao waliona shaka. Some doubted. Baadhi wakaona shaka. Then Jesus came to them and said, Yesu akaja kwao na akasema nao, all authority in heaven and on earth has given to me. Kabla nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Therefore go and make disciples of all nations. Basi nendeni mkafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Baptize them in the name of the Father
and the Son and of the Holy Spirit. Kuwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. And teaching them to obey everything I have commanded Na you. kuwafundisha kushika yote niliyowaamuru ninyi. And surely I am with you always, Na tazama nipo mimi pamoja nanyi siku zote, to the very end of the age. hata ukamilifu wa dahari. Let us pray. Jeni tuombe. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, we come before you this morning tunakuja mbele zako asubuhi ya leo with high expectation from thee. tukiwa na matarajio makuu kutoka kwako. It is your desire for the whole world to be rich with the Ni gospel. tamanio lako dunia nzima ikafikiwe kwa Injili. And it is our responsibility as a church to take the gospel to the dying Ni world. wajibu wetu kama kanisa kupeleka Injili katika Father, ulimwengu I uliokufa. pray in the name of Jesus Baba, naomba katika jina la Yesu that you will open our understanding ya kwamba utafungua kuelewa kwetu as we share this great commission this morning. tunaposhiriki utume huu mkuu asubuhi ya leo. We thank you and we bless you. Tunakushukuru na kukubariki. And it's in Jesus' name Katika jina la Yesu we do pray and believe. tunaomba na kuamini. If you are able to say amen, say big Mwanaweza amen. sema amina kubwa, sema amina Just kubwa. wave to me on the air, although I don't see you. Nipungie awani ingawa I sikuoni. know I am communicating to you. Najua ninawasiliana nawe. Now, we have been called to reach the world. Kwa hivyo tumeitwa tufikie dunia nzima. Where we have read is after the resurrection of Jesus. Mahali tumesoma ni baada ya ufufuo wa Yesu. Jesus already have been resurrected from the dead. Yesu tayari amefufuka kutoka kwa wafu. He has appeared to Mary and those guys who are going to Emmaus. Akawatokea Mariamu na wale walipokuwa wanaelekea Emmaus. But where we are reading now, he has met his 11 disciples to the mountain where he commanded them to meet them. Mahali ambapo tumesoma kutana na wanafunzi hao katika mlimani, mahali ambapo walikuwa And wamewaagiza. there's something that I want to show you why some of them doubted. Kuna kitu ningependa ni kuonyesha kwa nini baadhi wakatia shaka. They had experience of the scenario that Jesus underwent. Walijua yale Yesu alipitia. Because they were in the scene. Kwa sababu alikuwa pale kwa From when tukio. Jesus was arrested. Kutoka wakati Yesu alikamatwa. And the way he went through the trials. Vile akapitia kule kujaribiwa. They saw him be crucified on the cross. Walimuona akisulubiwa msalabani. And being choked by the spear. Na kuchomekwa mkuki. And they saw him giving his life. Na wakamuona akitoa uhai wake. And he said it is finished. Na akasema imekwisha. They saw how they removed the body from the cross. Walimuona vile walitoa mwili pale How he msalaba. was nailed on that cross. Vile alipigiliwa misumari pale msalabani. It looked that the mission of Jesus has come to an Inaonekana end. kwamba utume wa Yesu umefikia mwisho. And remember, is the man whom they depended on. Nakumbuka ni mtu aliyemtegemea. All of them, they left whatever they were doing and they joined the ministry of Jesus. Wote wakaacha kazi yao na kaunganika na Now Yesu. they were wondering what will happen. Na wakawa na shangaa kutatendeka nini. Now Jesus couldn't live without commissioning them to go and do the ministry. Yesu angewaacha kabla ya kuwaweka katika utume waende wakafanya. All the 3 years he had been with these disciples, Miaka yote mitatu ambayo amekuwa na wanafunzi hawa. he was preparing them for the mission which was before them. Alikuwa anawaandaa kwa utume ambao ulikuwa mbele yao. And that's why one day he prayed to Father, the way you gave me this mission on this world, I give it to them. Ndio maana siku moja akaomba, Baba, vile ulivyopatia utume huu na wapa hawa. But now the time for them to be commissioned was not yet. Lakini sasa wakati wa kuwekwa katika utume ulikuwa Now mbali. Jesus had a reason why he told them to meet on that mountain. Yesu alikuwa ana maana kwa nini aliwaambia wakutane mlimani. Remember when Jesus had important things, he was teaching them on the mountains. Buka Yesu alipokuwa na mambo muhimu alikuwa anawafundishia mlimani. You know the story of the teachings that were important in his ministry. He taught them on the mountain. Dini katika mambo muhimu alifundisha kwa mlimani. So this was very important. Hivyo hii ilikuwa muhimu sana. He had a special agenda. Alikuwa na mada And special. that's what we call Great Commission. Na hiyo ndio tunaita utume mkuu. So he was
calling them so that he may commission. Alikuwa anawaita ili akapate kuwatuma, Because now he will be no longer in the world. kwa sababu kamwe hata kuwa But the ulimwenguni. mission that he had was to seek and save the dying world. Lakini kasi ya utume wake ilikuwa ni kutafuta na kuokoa But ulimwengu ambao now umekufa. he had prepared men who can carry the mantle. Sasa amewaandaa wanaume ambao wanaweza kuendelea And na he kazi knew hii. now they are ready to do the work that he could have done. Lakini sasa wako tayari kufanya kazi ambao But they angeifanya, cannot do it without being commissioned. ili hawangeweza kufanya pasipo kutumwa. Now he appeared to them. Sasa akawatokea. And some were doubted because of what they saw happen to him. Baadhi wakatia mashaka kwa sababu waliona vile alitendekewa, Because they could not imagine how this man has come up. kwa sababu wangeweza kujua ametokea. And listen to me. Anisikizeni, Even they saw how he was put in the grave. hata walimwona jinsi aliwekwa ndani ya kaburi, And how the stone closed the door of the na tomb. vile jiwe liliwekwa likafunga But kaburi. now the news was all over. He has resurrected. Taarifa zikuwa kila mahali amefufuka. And you remember when he appeared to them, one of them was not there. Kumbuka alipotokea mmoja wao hakuwepo. In one of the event, and that man was Thomas. Katika mojawapo wa matukio, mtu huyu jina lake ni But Tomaso. because of what he saw happen to Lakini kwa Jesus, sababu ya kila aliona kimtendekea he Yesu, wanted to make sure whether he is him. alitaka akisha kana kwamba ni yeye. And that's why when Jesus appeared, he said, "Come and check. Put your finger on where the nails were." Ndio maana alipotenda akamwambia, njoo weke kidole chako mahali misumari Now ilipigiwa. I am not dead, I am alive. Sasa kamwe si katika wafu, ni kwa Now hai. this is a resurrected Jesus. Huyu ni Yesu ambaye amefufuka. Now he is in a new norm. Yuko katika mwelekeo He mpya. has come from the grave. Ametoka kaburini. The grave could not hold him. Kaburi angemshikilia. The death could not hold him. Mauti haingeweza Now kumshikilia. he is out and he is commissioning his disciples. Sasa ametoka na watuma wanafunzi wake. Now he began by telling them, Sasa alianza kuambia, "All power and authority has been granted to me. mamlaka yote na nguvu nimepewa. What I am doing it because I have all power and authority." Yale nafanya kwa sababu ina uwezo na mamlaka yote. When God gives us time, I will tell you the difference in between power and authority. Mungu akitupatia wakati nitakwambia tofauti ya uwezo na mamlaka. But allow me just to speak about Great Commission. Lakini ruhusu niongee kuhusu utume mkuu. All power and authority has been granted unto me. Mamlaka yote na nguvu tumepewa. Now I am sending you with power and authority. Sasa ni wanawatuma kwa nguvu na mamlaka. I am the one who I am sending you. Mimi ndimi nao watuma. Oh, those who oppose me could not hinder me. Wale ambao walinizuia na kumnipinga The wangenizuia. grave could not hinder me. Walio wakuu wangenizuia. The soldiers could not stop me. Maaskari wangenisimamisha. Now I have all power and authority. Nina uwezo na nguvu zote. I have power over life. Nina mamlaka juu ya uzima. I have power over death. Nina mamlaka juu ya mauti. Now all power and authority has been granted unto me. Nguvu zote na mamlaka nimepewa. Now go ye to the whole world. Enendeni katika ulimwengu mzima. Now because I have power and authority, Sababu ina mamlaka na nguvu. now I commission you to go to the whole world. Ninawatuma mwende katika ulimwengu mzima. And your mission is to make Na disciples. utume wenu ni kufanya wanafunzi. How do you make disciples? Je, unafanyaje wanafunzi? First, you give them good news. Mwanzo nawapasha habari njema. Oh, hallelujah. Hallelujah. So you are going to the whole Kwa world. hivyo mwenda katika dunia nzima. The mission was to the whole world. Utume ulikuwa katika dunia nzima. I have come to remind us a church. Nimekuja kutukumbusha kama kanisa. Our mission is not in the church, it's in the world. Utume wetu wa kanisani uko katika ulimwengu. They may close the church, Huenda akafunga kanisa, but they have not closed our mission. lakini hawajafunga utume wetu. I say they may close the church. Sema wana wakafunga kanisa. Corona may cause the churches to be closed, Huenda kusababisha makanisa kufungwa, but cannot
close our mission. Lakini haiwezi funga utume wetu. I am calling you back to our mission. Na kuita tena ukarudia utume wetu. Our mission is not just to be in the church. Utume wetu si kuwa kanisani. Our mission is in the world. Utume wetu kwa katika ulimwengu. And the world is where sinners live. Na ulimwengu ndipo wenye dhambi wapo. I believe they have sent us to where sinners live. Naamini kwamba wametuma mahali ambapo wenye And dhambi he wanaishi. said, go and make disciples. Na akasema nendeni mkafanye wanafunzi. I am standing here to commission you with the same authority. Niko hapa nikutume na mamlaka hayo. That you go out and make disciples. Ili ukatoke na kufanya wanafunzi. I believe when we are coming back to the church, Najua tunaporudi tena kanisani. you will have men and women who are following you. Utakuwa na wanaume na wanawake ambao wanakufuata. I was looking in the book of Acts of Nilikuwa Apostles natazama kitabu cha Matendo ya Mitume. during the time when the church was suffering, Nyakati wa kanisa lilikuwa linapitia when they were undergoing trials, wakati lilikuwa wanapitia majaribu. and they were scattered all over the world. Wametawanyika dunia nzima. Wherever they landed, they preached the good news. Popote alipokuwa alihubiri habari I njema. believe you will give new good news in your village. Naamini kwamba katika kijiji chako utapeana habari This njema. is the high time to continue with our mission. Huu ni wakati wetu mzuri kuendelea na utume wetu. I have come to remind us. Nimekuja nikutukumbushe. Oh, power and authority of Jesus and be gladdened unto us. Usona mamlaka Yesu tumepewa. We will drive demons from our neighbors. Tutatoa mapepo kwa majirani zetu. We will cast out demons. Tutatoa mapepo. We will lay hands on the sick. Tutawakelea wagonjwa mikono. They will receive healing. Watapokea uponyaji. Do you know why the devil don't want the servants of God to lay hands on the sick? Je, unajua ni kwa nini ibilisi hataki utumishi wa Mungu kuwekelea wagonjwa Because mikono? it is a biblical principle. Kwa sababu ni kanuni la kibibilia. Jesus laid hands on the sick people. Yesu aliwekelea wagonjwa mikono. And he commanded us to lay hands on the sick. Akatuamrisha tuwekelee wagonjwa That mikono. is a biblical doctrine. Hiyo ni mafundisho ya kibibilia. This is not a religious doctrine. Hii si mafundisho ya kidini. Oh, hallelujah. Hallelujah. And those their hands were laid on them, Na wale ambao waliwekelewa mikono they were all healed. na wote wakaponywa. They were all healed. Na wote waliponywa. I have come to declare Nimekuja nitangaze all power and authority nguvu zote na mamlaka has been granted unto us. imepeanwa kwetu. May you receive that Na power. ukapokea nguvu hizo. May you receive that authority Pokea mamlaka hayo in the name of Jesus. katika jina la Yesu. Then he said, our mission is to go. Asema utume wetu ni kuenda. Our mission is not to sit down. Utume wetu si kuketi. Listen to me, people of God. Gizeni watu wa Mungu. If you are born again, Kama umeokoka, your mission is not sitting down. utume wako si kuketi chini. Your mission is go ye. Utume wako ni enendeni. Go ye. Enendeni. Do you go or you are seated? Je, unaenda ama I umeketi? know some people have resigned from the mission, Najua watu wengi wamestaafu kutoka kwa utume. but I have come to bring us back to our mission. Lakini nimekuja nitulete. Let us not allow corona pandemic to interfere with God's mission in our life. Ruhusu janga la corona kuitilifiana na utume wa Mungu maishani mwako. Under the restrictions which have been put by the WHO, Na mazuizi na masharti ambayo wamepewa na idara ya our afya duniani. mission is in the world. Gizeni katika utume katika We dunia. are going to use all means Tutatumia njia for zote the world to be reached. kwa ulimwengu kufikiwa. And that's why we have decided Ndio maana tumeamua to begin a new program kuanza ratiba mpya in Itawala TV katika runinga ya Tawala. every Sunday morning, Kila Jumapili asubuhi 8 in the morning to 9 in the morning. saa 2 kesho asubuhi We are going to reach the dying world. tutafikia ulimwengu uliokufa. There are people who are watching nothing. Kuna watu ambao watazama We are going to make sense in that channel. tutaweka vitu vya maana. Hear me, the child of God. Sisi ni watoto wa Mungu. Our mission is to reach the world Utume wetu ni kufikia ulimwengu with all means. tukitumia njia zote. With all means. Tukitumia njia zote. And if it is possible, Na kama inawezekana we are going to join another television. tutaingia katika runinga And at nyingine. the end, God will grant
us with our own television. Mwishowe Mungu atatupatia And by doing so, na kufanya hivyo, this gospel of the kingdom injili ya ufalme will reach everywhere. itafikia kila mahali. If you believe that, say big Kama amen. niliyosema mimi nakubwa, They were to go out. walikuwa watoke nje, They were to go out. walikuwa waenende nje. When I look at the church today, Napoangalia kanisa leo, they are not thinking about going out. hawafikiri kuhusu kuenda nje, They are sitting. wameketi. We were not called to sit. Hatukuitwa tuketi, We were not called just to have nice worship services. hatukuitwa tuwe na ibada tu tamu. When we are doing worship, we are doing it to God. Tunapofanya ibada tunafanyia But Mungu, our mission is in the world. lakini utume wetu kwa ulimwenguni. Hey, members of Temple of Kwa Grace, shirika la I'm neema, calling you back to our mission. nawaita tena kwa utume And wetu. our mission is to reach out. Utume wetu ni kufikia watu Since nje. the corona pandemic began, Tangu janga la korona have kwanza, you brought and sold to Christ? je, umeleta nafsi Have yote you kwa won Kristo? and sold? Je, umefuna nafsi yoyote? I have come to wake you up. Nimekuja ni kuamshe. This is our high time. Huu ni wakati wetu The mzuri. field is prepared. There are Tuko so tayari. many prepared. Kuna watu They wameandaliwa, are ready for God. wako tayari kwa Mungu, They are waiting for the preacher wanangojea mhubiri, because they cannot get kwa saved sababu wewe if wakaokolewa there is no preacher. pasipo I mhubiri. commissioned you. Na kutuma You are the preacher ndiwe mhubiri in your village. katika kijiji You chako, are the ndiwe preacher unayemhubiri in your mhubiri community. katika jamii You yako, are the wewe preacher ndio mhubiri in your plot. katika plot You yako, are the preacher Ndiwe mhubiri. where you work. mahali You ulipo, are the preacher Fanya kazi wa where you mhubiri. do business. alofanyia I biashara, commissioned you na kutuma in the name of katika Jesus. jina la Yesu. Go and make disciples. Nenda na ufanye wanafunzi, Go and make disciples. nenda na ufanye wanafunzi. Why the world is not changing? Kwa nini ulimwengu ubadiliki? Why the world is not coming to Nini God? ulimwengu au mkujimu? We are lacking men and men. Tumekosa wanaume na wanawake, We are lacking men and women tumekosa wanaume na wanawake who are ready to carry God's mission. ambao wako tayari kubeba utume wa Mungu. Remember, it is God's plan. Kumbuka ni mpango wa Mungu. When you read the book of 1 Timothy, Unaposoma kitabu cha Timotheo wa chapter kwanza, number 2, verse 4 and 5. sura ya pili mstari wa 4 na I 5. want to read the last part. Sema kusoma ile It sehemu ya is mwisho. God's will Ni mapenzi ya for Mungu all men to be saved kwa watu wote kuokolewa and come to the knowledge of God. na kupata kujua It is God's will. Ni mapenzi ya That's Mungu. why he sent Jesus. Ndio maana akamtuma It Yesu. is God's will Ni mapenzi ya for Mungu all men watu wote to come to the knowledge kufikia ufahamu of God. wa Mungu. How will they come to the knowledge Kufikia ufahamu if we have not carried the mission kama hatujabeba that utume Jesus gave the ambao disciples? Yesu alipatia wanafunzi? Because after the Kwa disciples, sababu baada ya wanafunzi we are the generation to reach our sio generation. kizazi kufikia kizazi chetu, We are the generation to reach our sio generation. kizazi kufikia kizazi You chetu. are there to reach your Uko people. pale kufikia watu wako. Begin from Jerusalem. Anza Yerusalemu, Go to Judea. nenda juu Before you go to the whole world, kabla hujaenda katika mzima. begin with your neighbors. Anza na Begin with your family members. anza na watu wa jamii yako. The 11 were commissioned, 11 wakatumwa and the mission was to go ye. na utume ilikuwa ni enendeni, Because it was God's plan kwa sababu ilikuwa ni mpango wa Mungu for all men to be saved. kwa watu wote wapate If you kuokolewa. are hearing me and you are not saved, Kama unanisikia na hujaokoka, it is God's plan for you to be saved. ni mpango wa Mungu akapate For kuokoka, all drunkards to be saved. kwa walevi wote kuokoka, For all adulterers to be saved. kwa wazinzi wote kuokolewa. He loves you. That's why he sent Jesus. Anakupenda, ndio maana alimtuma Yesu. He don't hate you. He loves you. Hakuchukia na People kupenda, condemn you because of your character. hakuhukumu kwa sababu ya tabia yako, But Jesus is after you. lakini Yesu anakutaka. That's why he said, go Ndio ye. maana akasema nendeni. I have come through your television. Nimekuja kupitia katika I have runinga reached yako, you in your house. ninakufikia nyumbani mwako. This is your Ni time wakati wako to be mzuri connected with God. kuunganika na Mungu. And I feel to pray for you before I continue.
Kabla sijaendelea, if you nataka want to be nikuombee. connected with God, Unataka kujitoa kwa can Mungu. you say, Lord Jesus, Sema, Bwana Yesu, I come to you. naja kwako. I accept you. Ninakupokea. Be Lord and my Kwa Savior. Bwana na Mwokozi. I believe Naamini you died for me. ulinifilia. And I confess Na ninakiri with my na mouth, kinywa changu you are Lord. mwili wa Bwana. I am saved. Nimeokoka. Can you say big amen? Sema amina kubwa. That is how we got saved. Hivyo ndivyo tulivyookoka. Believing by your heart Kuamini kwa moyo wako. and confessing with your mouth, Kukiri kwa kinywa chako. and you are saved. Na umeokoka. And there is something else that else I want you to know. Kuna kitu kingine ningependa ujue. It is not God's will for anybody to perish. Si mapenzi ya Mungu kwa yote When you akamili. read in 2 Peter chapter 3 verse 9, Tusome waraka wa pili wa Petro sura it is not God's will. si mapenzi ya Mungu. He don't want, the last part it says, apendi mtu yoyote apotee. He don't want anybody to get lost. Apendi yoyote apotee, But they come to repentance. lakini wote wafikie kutubu. Now, the reason for Great Commission. Sababu ya utume mkuu, Number one, it is God's plan for all men to be saved. ya kwanza ni mpango wa Mungu wa watu wote wakolewe. And the second, he don't want anybody to get lost. Ya pili, ataki yeyote apate kupotea. Now, Jesus wanted them to go because God's plan is for all men to be saved. Yesu alihitaji waenende kwa sababu mpango wa Mungu ni watu And wote he wakolewe. said, you have to go to the whole world. Sema kwamba mnastahili kuenenda katika ulimwengu. Oh, hallelujah. Hallelujah. You have to go to the whole world. Lazima muende katika ulimwengu. I have come to tell us, Nakuja nituambie, we have been called to go to the whole world. tumeitwa tuenende katika ulimwengu And the mzima. whole world is whole world. Na ulimwengu mzima ni ulimwengu And that's mzima. why I said this technology is good. Ndio nikaweza kusema teknolojia hii ni nzuri. When we began, we were preaching in Kiswahili Tulipoanza tulikuwa tunahubiri kwa Kiswahili. because we are focusing on the local people. Sababu naangazia watu But walio we karibu. realized on the Facebook, Lakini tukatambua katika there are white men who are watching at na us. wazungu ambao I wanatutazama. want to speak to you people from Europe, Nataka niongee na nyinyi watu kutoka Europa, America, and Australia. Marekani na Australia. This is time to turn from our religions Ni wakati wetu kutoka kwa dini and zetu turn to our God. na kumgeukia Mungu It wetu. is God's plan Ni mpango wa Mungu for all men to be kwa saved. watu wote We kuokolewa. don't want to know Hata tujue the plan that the devil has mpango ulio na as shetani. social media is Kama concerned. vile But one thing I mawasiliano. know, Lakini God will use social media Mungu atumia for the whole world to be reached. kwa ulimwengu mzima kufikiwa. I know we have men and women Najua tuna wanawake na wanaume who are watching us from all the global, wanaotazama kutoka katika ulimwengu mzima, where the Facebook reaches. mahali ambapo Facebook inafika. And that's why I am speaking to the church. Ndio maana naongea na kanisa. He said, go ye, Akasema nendeni, make disciples. fanyeni wanafunzi. Disciples are students. Wanafunzi ni wasomi. You don't just preach them and leave them. Au wafikii na kuacha. You preach to them and teach them. Unawafikia na kuwafundisha. Do you know what he said? Je, unajua alisemaje? Teach them Wafundisheni what you have heard from me. kila ambacho umesikia kutoka kwangu. Brethren, listen to me. Wapendwa nisikizeni. The reason why you are in the local church, Sababu ya kuwa katika to kanisa la learn what you will teach. kufanya kila To kusoma learn kila what you will teach. kusoma kila ambacho wafundisha. I say you are in the church Sema uko katika kanisani, to learn what you will teach. kusoma kila ambacho wafundisha. I have come here to commission you. Niko pale niko hapa. You have stayed in the church for so long. Umekaa kanisani kwa siku You nyingi. have learned so long. Umesoma. Remember these men. Kumbuka watu hawa. They were with Jesus Walikuwa pamoja na Yesu only 3 years. miaka You mitatu. have been in the church Umekuwa katika kanisa 20 years, miaka 20, 25 miaka years, 25. 10 years. Miaka 10. What are you doing? Je, unafanya nini? These men Watu hawa were with Jesus walikuwa pamoja na Yesu and they learned. na wakajifunza. That's why Jesus, Ndio maana Yesu he saw them that they are ready. aliwaona kwamba wako tayari. The years you have been in the church, Miaka ambayo umekuwa kanisani, you are ready. uko tayari. I say you are ready. Sema uko tayari. And that's why I have come to commission Ndio you. maana nimekuja nikutume. I commission you Na kutuma in the name of katika Jesus. jina la Yesu. This is the high time. Huu ndio wakati The mzuri. world is desperate. Ulimwengu hauna tumaini. If people can fear God the way they fear corona, Kama watu wanaweza wakamuogopa Mungu vile the wanavyoogopa whole korona, world could be saved. ulimwengu mzima ungeokolewa. And you know they are fearing to die through corona.
Najua wanaogopa kufa kupitia corona, but they don't fear to die in their sins. lakini hawaogopi kufa katika dhambi zao. Corona is lesser than sin. Corona ni ndogo kuliko dhambi. You can go to hospital and be healed, Unaweza kwenda hospitali na ukaponywa, but sin will kill you lakini dhambi itakuua and they end up in hell. na kuingia jehanamu. Are you hearing me? Je, unasikia? I have learned something from Corona. Nimejifunza kitu kutoka kwa corona. Everybody, even those who don't want, Kila mtu yule ambaye hataki, they are washing their hands wanaosha mikono yao because they don't want to get the virus. kwa sababu hataki waambukizwe virusi. But there is a great virus. Lakini kuna virusi vya That one you don't wash your hands. na hiyo auoshe mikono yako. You wash your heart by the blood of Jesus. Unaosha moyo wako kwa damu ya Yesu. I say you wash your heart by the blood of Jesus. Sema unaosha moyo wako kwa damu ya Yesu. Can you say big amen? Sema amina kubwa. Hallelujah. Hallelujah. So the world is desperate. Kwa hivyo ulimwengu umekata tamaa. They are looking for men and women Tafuta wanaume na wanawake who can reach them. ambao unaweza kuwafikia. Are you ready to reach them? Je, uko tayari kuwafikia? Are you ready to reach Je, uko them? tayari kuwafikia? Listen to me. Sikizeni. I have come here to speak to you. Niko hapa niongee na wewe. Although I cannot order crusade, Ingawa siwezi nikaweka mikutano we nje. cannot have a meeting. Huwezi ukawa na kusanyiko la But nje. now I can reach you wherever you are. Lakini sasa naweza kufikia mahali ulipo. In the name of Katika Jesus, jina la Yesu. I can reach you wherever you are. Naweza kufikia mahali ulipo. And that's why we have come. Ndio maana tumekuja And we have set another phase. na tumeweka kiwango kingine. We are going to reach you Tutakufikia through Tawala TV. kupitia televisheni ya Tawala, Through Tawala TV. kupitia runinga ya Tawala, Every Sunday morning. kila Jumapili asubuhi, Every Sunday morning. kila Jumapili asubuhi, Even if you don't switch on other days. hata kama haufungui siku zile But zingine, that morning, Sunday, lakini asubuhi hiyo Jumapili 8 in the morning saa 2 asubuhi to 9 in the morning, kuanzia saa I 2 will asubuhi be mpaka saa having my first service. itakuwa ni ibada ya kwanza. That is where you will get us. Hapo ndipo utatupata. The people in Mombasa, you are blessed. Watu walio katika The Mombasa people in mmebarikiwa. Cliff, you are blessed. Watu wa Kilifi The mmebarikiwa. people of Kwale, you are blessed. Watu wa Kwale mmebarikiwa. And some part of Taita Taveta, Sehemu ya Taita Taveta, Kitengela, and some parts of Nairobi. Tengere na sehemu fulani za Nairobi. I know God will bless you. Najua Mungu atawabariki. Wherever Tawala TV reaches. Popote Tawala TV inafika. I don't want to care what people says about it. Sitaki nijali kila watu wanaongea I kuhusu. care this platform of reaching people. Ninaangazia jukwaa hili la kufikia watu. Listen to me and your life will never remain the same again. Zeni ya maisha yako itakuwa vile tena. Can you say big amen? Sema amina kubwa. That's why I need men. Ndio maana nahitaji watu. Although we cannot go to the ground, Ingawa watu wetu tukafikia but nchi. you can stand with me. Lakini unaweza kusimama nami. You can stand with me with what you are. Unaweza kusimama nami na kila ulicho I nacho. need men and women Nahitaji wanawake na wanaume who have the burden of reaching out, walio na mzigo wa kufikia who nchi. have the burden of winning souls. Walio na mzigo wa kufuna nafsi. That is our mission here on Huu earth. ndio utume wetu hapa And duniani. you can stand with me Unaweza kusimama nami with just little amount of money. na kile kidogo ulicho nacho cha hela. 2,000 every month. 2,000 kila mwezi. 1,500. 1,500. It may look little. Huenda kaonekana kidogo. 200. 200. It may look little. Huenda kaonekana kidogo. But that will be a means in this platform to reach out. Lakini hiyo itafikia katika kufika nje kupitia I want to jukwaa give you hili. that opportunity. Nataka nikupatie fursa hiyo. You can send this man to this number. Unaweza tuma pesa hizo katika namba hii. 0720 36 072036 36 37 87 87 51 51 0720 0720 36 37 87 87 51. 51. That is supporting the television Hiyo ni kusimama na and runinga. all the programs of reaching out. Ratiba zote za kufikia nje. Join me. Unganika nami. If I were you, Kama ningekuwa wewe, I could have done it now. ningeifanya sasa. Just do it now in the name of Fanya Jesus. sasa katika jina la Yesu. And may God bless you. Na Mungu akubariki. I declare blessings. Natangaza baraka. As you are standing with me, Unaposimama I nami. declare blessings in your Tangaza business. baraka katika biashara I yako. declare blessings in your Baraka family. katika jamii yako. Divine health. Ulinzi wa In the kiungu. name of Katika Jesus. jina la Yesu. Thank you, Father. Asante Baba. I bless you. Na kubariki. I worship you. Na kuabudu. Listen to me, church. Seni kanisa. It is our high time Ni wakati tu mzuri. to go and reach out. Kwenda na kufika nchi. This is not time Huu sio wakati to be idle.
kuwa tu wazembe, idle, doing nothing. tukiwa tufanyi lolote. Since the churches were closed, Tangu kanisa how many makanisa people have you yamefungwa. won to Christ? Je, ni wangapi How umewaleta many people Kristo? have you reached? Ni wangapi umewafikia? Today I challenge you Leo nakutia and I changamoto charge you na ninakusihi from tomorrow kuanzia kesho to go out kwenda nje and win souls na ufune nafsi to the kingdom of God. kwa ufalme wa Mungu. Can I pray Naweza nikaomba for you kukuombea as you join us unapounganika to win nasi souls? kufuna nafsi. It is not that you must be a member of our church. Si tu nastahili uwe wa kanisa. This is the commission to every born again believer Huu ni utume kwa muumini yoyote ambaye ameokoka to win our soul. kufuna nafsi, To win our soul. kufuna nafsi. Father, I ask grace. Baba, naulizia Grace of neema. winning souls Neema ya kufuna nafsi. to come upon that brother. Kuja juu ya ndugu yule. Grace of winning souls Neema ya kufuna to nafsi. come upon that sister. Kuja juu ya dada yule. Grace of winning souls Neema ya kufuna nafsi. to win souls Kufuna nafsi. may come upon you now. Kujie sasa. I declare that grace Tangaza neema to hiyo. come upon your life, Kuja juu ya maisha and yako. I commission you Na kutuma sasa. to go out. Kutoka nje. To go out. Kwenda nje. Our mission is to Tume go wetu ni kuenenda in the name of Jesus. katika jina la Yesu. I thank you, Father. Nakushukuru Baba, I worship you. na kuabudu, I adore you. ninakuenzi. I lift up your holy Kwa name. jina lako takatifu. You are worthy to be praised. Nastahili You are kusifiwa. worthy to be glorified. Nastahili I believe God has spoken to you. Thank you so much for being part of this service. Right now, we want to honor God with our substance. It is good to give unto the Lord. God is commanding us to give to Him at all times, in all seasons. And therefore, I want to encourage you wherever you are. Take out your offering, take out your tithe. For those who are part of Temple of Grace, you need to tithe through our pay bill number. Also, you can offer to God a thanksgiving offering, and the Lord will bless you. Our pay bill number is right on your tablet, on your phone, 685819. You can also use our alternative number, 0722-927-449. God bless you as you submit your offerings. I also want to take this opportunity to bring some few announcements to you this week that we are starting to be a very, very special week for us. We are going to have 3 days of prayer and fasting. 3 days of prayer and fasting. That is Tuesday, Wednesday, and Thursday. What are we praying for? We are praying for 3 things. One of them, we want to believe God for healing, to heal those people that have been attacked by coronavirus. So we are trusting God to heal the victims of coronavirus. Secondly, we are asking God to restore our economy, to restore the economy of this nation. And then thirdly, we'll be praying that God will bring also holiness and righteousness in His church. So we want to encourage you to team up with us even as we pray and fast for those 3 days. Just in case you want to connect with us or you need some prayers or rather counseling, we have our numbers that you can dial and we'll be able to respond to you. Our prayer lines are 0720 368 751. Also, you can dial 0729 945 650. Just to remind you that our Facebook page is Redeemed Gospel Church Magongo. You can like, you can also comment, and also want to encourage you to share with your friends. I remember I also told you when we were beginning this service that today we have officially launched our television program. We'll be reaching you
through Tawala Television every Sunday from 8 to 9 a.m. in the morning. So we want to ask you to stay tuned. Our program is coming to you by the name Touch of Grace and Temple of Grace. God bless you so much. We love you and we are glad that you are part of this service. Amen. Shalom.